Msabara, Bomba Mbili, Mjini, Faranyaki, Lisaboni na Ruwiko. Hizi kata tano hizi kulikuwa na mshike, na ndio maana ofisi ya chama nayo ilipata tafrani, sio? Lakini tuulizane, ni akina nani walifanya vurugu hizo? Walikuwa ni watu kutoka nje ya Songea? Ni sisi Wanasongea, ni vijana wetu, ni kaka zetu, ni wajomba zetu, ni binamu zetu, ni ndugu zetu. Ukienda mbele ukawauliza sababu ya kufanya vitendo vile vya ovyo ni nini, hawana jibu. Kwa sababu kama ni maendeleo, serikali ya CCM imeleta maendeleo. Kuna mengine hawayajui kwa sababu za kihistoria. Zamani safari ya kutoka Songea kwenda Dar es Salaam ulikuwa unaanza kukwama hapa Bomba Mbili. Yaani basi linakwama hapa Bomba Mbili. Imenyesha, panateleza, basi linakwama hapa. Leo basi linakwama pale. Maendeleo hayo. Juzi tu hii lami haikuwepo hii. Leo ipo. Barabara hii hapo unapita kwa Kawawa unakwenda Town Road ilikuwa haina lami. Tena mimi nakumbuka kwenye kikao cha halmashauri nikasema hapana, tupige lami barabara ile kwa sababu ikitokea balaa ajali pale Pondeni hii itumike kuokoa nini? Yes. Tumejenga shule za msingi na sekondari. Tumejenga zahanati, vituo vya afya na hospitali. Sasa hivi Songea tuna hospitali kubwa 3. Hospitali ya wilaya kwa Sanangula. Na juzi bungeni nimeongea kuiombea iendelee zaidi. Hospitali ya mkoa mnajua iko pale. Tumejenga nyingine kubwa ya rufaa Mwenge Mshindo. Tulikuwa tuna umeme mji huu, tukitegemea generator ziwashwe kule London. Mafuta yakiisha generator kiharibika giza. Songea ilikuwa umeme ukikatika watu hawashangai, ukiwaka ndio watu wanashangaa. Si kweli jamani? Sasa tuna umeme, gridi ya taifa kutoka Makambako. Serikali ya CCM imejenga kilomita 300 ya yale manguzo makubwa yale. Umeme umefika Unango. Songea tunapata umeme. Sasa ukikatika ndio tunashangaa. Sasa na maendeleo haya yote, mtu anakwenda kufanya fujo barabarani, kuchoma matairi, kuchoma nyumba, kuchoma mali za watu. Tatizo ni nini? Tabu Waswahili wanasema uongo ukisemwa sana unakuwa ukweli. Tatizo letu hatukanushi uongo. Watu wanaanza mitandaoni na vijana hapo kwenye mitandao kwamba serikali ya CCM haijafanya chochote. Sisi hatukanushi. Serikali ya CCM wezi, sisi hatukanushi. Hivi mwizi angeje kujenga barabara zote hizi? Nenda Kongo kule uone kama kuna barabara. Sasa tunajipa jukumu. Sisi ndio wenye serikali. Serikali hii ni serikali ya CCM. Tunajipa jukumu. Kuanzia leo, wana CCM wote, uwe kiongozi usiwe kiongozi, kwenye nyumba unayoishi una jukumu la kumwelimisha kila mtu. Mtoto wako, ndugu yako, jirani yako, mwelimishe mazuri ambayo CCM imeyafanya na madhara ya kufanya fujo.